Hey, bana. Mambo ni matamu kweli kweli ndugu yangu. Mambo nazidi kunoga. Simulizi ya Binti Mila tamu kweli kweli kutoka kwa Baby Love. Sasa nikukumbushe tulipoishia katika sehemu ya 4. Ni pale ambapo Mark anamsimulia Mila ya kwa nini aliachana yule binti wa kuitwa Sherin. Inasemekana Sherin alikuwa ni mchawi, mwanga, anaroga sana. Na Mark aligunduaje kama yule Sherin alikuwa ni mwanga? Hapo sasa ndo Mark anamsimulia Mila. Ebu karibu sasa tupate kujua nini hasa kilichomkuta Mark kapelekea kachana yule binti yule Sherin. Karibu sana. Mimi naitwa Uncle J na hii ni Uncle J Simulizi. Bwana, hii simulizi ni tamu. Nimetokea kuipenda sana. Tamu sana. Binti Mila. Bwana, karibu tupate kuendelea. Kiukweli Mark aliniambia kipindi nilipokuwa nimeondoka nyumbani, mamake alipataga ajali mbaya sana. Ilibakia kidogo tu mamake afariki dunia. Siku chache baada ya mamake kupata ajali, Mark alikuta message mbaya sana kwenye simu ya Sherin, akiwa anamwambia shoga yake kwamba dawa alizozitegaga kwa ajili ya kumuua mama Mark zimefanikiwa na muda wote ataondoka katika hii dunia na hatomsumbua tena. Wakati yote haya yanatokea, Mark anadai kwamba mamake alikuwa yuko ICU, alikuwa anapambania uhai wake na hali yake ilikuwa ni mbaya sana. Mark anadai kwamba baada ya kuweza kulifuatilia lile jambo kwa undani zaidi, aliweza kugundua kwamba Sherin ni mwanamke hatari sana na siku zote walizokuwa wanaishi pamoja alikuwa anatumia uchawi kumfanya Mark aendelee kumpenda. Mark alikuta dawa nyingi sana chumbani. Alikuwa analala yeye na Sherin. Baada ya pale anadai kwamba hakuweza tena kumwamini Sherin. Alimpa talaka na akaondoka kwenye maisha yake. Mark aliniambia katika maisha yake anachukia sana uongo na anachukia sana ushirikina. Jamani, nilizidi kuogopa. Maana Mark alikuwa anaongea kwa msisitizo sana. Nilihisi huenda wifi yangu Bilie hakuzifikisha zile habari za mganga kwa Mark. Maana kama angemwambia, Mark asingetaka tena kuweza kurudiana na mimi. Sasa itakuwaje siku akiziona zile picha? Mungu wangu. Niliogopa mno. Nilitamani hata wifi yangu Bilia afe kifo cha ghafla mno, maana yeye ndo alikuwa na ushahidi wa mapicha yangu yote kwa mganga. Mark aliniambia hayuko tayari kwenda kuoa mwanamke mwingine na ili hali mimi nipo. Aliomba tusahau yote ya nyuma, tufungue kurasa mpya. Nilimwambia ni sawa Mark. Lakini umesamehe yote ya nyuma kweli Mark? Mark aliniangalia machoni akaniambia yes, nimesamehe kila kitu na ninakupenda Mila. Unajua nilitamani nimsimulie ile issue kwa mganga, maana niliamini kabisa haijui na nilitaka nimwambie mapema, lakini nitaanzaje mimi kumwambia? Niliogopa kumwambia, nikaona ni bora nikae kimya. Mark aliniambia ulichotaka kuweza kukijua tayari nimeshaanza kukwambia. Haya, nipatie majibu yangu. Nikamwambia Mark, mimi niko tayari kuweza kurudiana na wewe, lakini vipi kuhusiana na familia yako? Sidhani kama mamako atakubali mimi nirudiane na wewe. Kwa sababu nakumbuka kipindi nimeondoka nyumbani, mamako alinitukana sana na aliniambia vitu vingi sana na mpaka leo ananichukia mimi Mark. Naamini mamako hawezi kukubali kutuona sisi tukiwa tuko pamoja tena kimahusiano. Hapo Mark aliniomba twende mpaka nyumbani kwake ili tukaongee na mama yake juu ya uamuzi wetu kurudiana. Mapenzi haya. Nilisahau kabisa habari za kuingia darasani. Nikakubali kuweza kupelekwa nyumbani, nikaongea na mama yake na Mark. Tuliondoka pale chuoni tukaenda mpaka nyumbani kwa Mark. Tulifika tulimkuta mama Mark yuko ndani na wifi yangu Bilie pamoja na Ramse wakiwa wanapiga story. Na wote walishtuka baada ya kuniona mimi pale naingia. Wifi yangu Bilie kwanza alisimama juu kwa mshangao, huku Ramse akawa ananitumbulia macho kama vile polisi amemnasa mwizi. Mama Mark alikuwa katika wheelchair, kiti kile cha magurudumu. Alibaki tu ameshika mdomo huku akiwa ananiangalia mimi kwa hasira sana. Jamani, ilifika stage niliogopa sana. Baada ya kumkuta wifi yangu Bilie na Ramse pale, unajua nijilaumu kwa nini sikusubiria tukaja hata kesho.
huenda tusingewakuta watu wale pale. Mark alikuwa yuko nyuma yangu na alishangaa kuniona mimi nimeshika break pale mlangoni. Akaniambia, Mila, ingia ndani. Hapo Mark alinishika mkono, tukaanza kupiga hatua kuingia ndani. Mama Mark alituzuia pale. Alimwambia mwanae kwamba tafadhali Mark, mrudishe huyu malaya ulikomtoa, sitaki kumuona hapa ndani. Mark akamwambia mama yake, akamwambia, mama, nakuheshimu mama, na sitokuvumilia ukirudia kumuita mke wangu malaya. Mimi ndiye nilimleta hapo na unapaswa kukaa kimya utusikilize kile tunachotaka kukuambia mama. Mama, wewe ndio ulonikontanishaga na huyu mwanamke na ukaniambiaga ni muoe. Sasa inakuwaje leo hii umuite malaya wakati yeye ndio alikuwaga chaguo lako wewe? Hapo baada ya Mark kunikingia kifua mbele ya mama yake, wifi yangu Bilia alianza kupiga makofi. Watu wote tulishangaa, kwa nini Bilia anapiga makofi? Bilia baada ya kupiga makofi alianza pale kucheka kicheko chenye dharau na kejeli nyingi mno. Alipiga hatua mpaka sehemu nilipokuwa nimesimama. Alinishika kidevu na kisha kaniuliza, ni wewe tena eh? Kiukweli msikilizaji, yani sijui hata niwaambiaje nilivyokuwa najisikia. Nilitamani ardhi pasuke niingie. Wifi yangu huyu Bilia aliniuliza mbele ya kila mtu pale kwamba umeshaachana na ule mganga wako, umeona urudi kwa ndugu yangu sasa eti? Hapo kwanza Mark alishangaa baada ya kusikia lile neno mganga. Kwanza aliniachia mkono na kisha akauliza, mganga? Mganga kivipi? Mark alishangaa baada ya kusikia habari za mganga. Unajua, aliniachilia mkono akaniangalia kwa mshangao mkubwa mno. Na hapo ndipo wifi yangu Bilia alitabasamu na kisha akamwambia kakake Mark kwamba najua kaka hujui chochote kuhusu huyu mwanamke, na laiti kama ungekuwa unamjua vizuri basi ungesikiliza kila anachokuambia mama. Hivi kaka, unajua huyu mwanamke alikuwa anatembea na mganga wa kienyeji? Mila na mganga wapi na wapi? Yani kivipi yani? Kaka, najua hutuamini, ila na ushahidi wa kila kitu ninachokiongea hapa. Huyu mwanamke baada kupata mimba kwa huyo mganga wake, alitaka kukusingizia wewe kaka Mark, ila ikashindikana. Na baada ya kushindwa kukubambikizia wewe huo ujauzito wake, alienda kumbambikizia mchumba wangu anaitwa Ramsey huyu hapa. Hapo kwanza Mark alikunja sura kwa hasira. Mark alinikwida akaniambia, ina maana Mila umetembea hadi na Ramsey, si ndio? Mark alinikwida roba. Mzee baba aliniweka sawa, ila ananyanyua mkono wake nipige kibao. Kile kibao chake kikazuiliwa. Nani kazuia? Hakuwa mwingine, alikuwa ni Ramsey. Mark aliachilia hasira zake zote akahamishia kwa Ramsey. Aisha alimpiga ngumi moja ya pua, damu zikasambaratika pale. Akamuuliza, wewe mshenze, ina maana unatembea na mke wangu na bado umemchumbia ndugu yangu, si ndio? Mark alimpiga sana Ramsey. Na hapakuwa na mtu wa kumzuia Mark. Jamaa ni ana miguvu na ana hasira kama zote. Unajua mimi mpaka niliogopa. Hata kumsogelea niliogopa. Wifi yangu Bilia, mwanzisha fujo, alikuwa na tumbo kubwa la kujifungua muda wote ule. Mama Mark naye alikuwa kwenye wheelchair. Ajali aliyopataga ilimsababishia akatwe mguu mmoja. Sasa nani ukuzuia ile fujo? Niliwaza kwa haraka nikakumbuka nje kulikuwa kuna mlinzi. Nilikimbia nje haraka. Alipokuwa mlinzi, nilienda kumuita pale aje kuachanisha Mark pamoja na Ramsey. Ramsey hali yake ilikuwa ni mbaya sana kupita kiasi. Unajua mpaka mimi mwenyewe niliogopa kwamba Mark anaweza kamua mtoto wa watu kwa hasira. Mlinzi alikuja pale haraka kamtoa Mark mwilini mwa Ramsey. Na baada ya Mark kumwacha Ramsey, alinigeukia mimi, akaanza kunifuata mdogo mdogo. Nilianza kukimbia kule ndani ili niweze kuokoa maisha yangu. Hapana ese. Nilianza kukimbia. Kwanza jamaa alikuwa na hasira ya kuwa mtu. Nilikimbia ila sikufika mbali. Mark alinikamata akaniburuta mpaka chumani kwake akanifungia huko. Nilimpigia magoti nikamwambia, Mark, usiniue tafadhali. Nakuomba usiniue Mark. Mark alinibana mkononi na vidole vyake mpaka mkono kavimba. Aliniambia nimueleze kila kitu. Aisee, nilikuwa natetemeka, siwezi hata kuongea.
Namshukuru Mungu, wale ndugu zake wa kiume walifika pale wakavunja mlango wa chumbani. Walimshika Mark na mimi hapo ndo nikachomoka mule ndani, nikakimbia mpaka kwenye barabara, nikadandia pale bajaji. Nilienda mpaka nyumbani kwangu, nikiwa niko peko viatu niliviacha chumbani kwa Mark. Kweli siku hiyo niliamini mapenzi yanaua. Kama nisingetolewa mule chumbani mwa Mark alikuwa ananiua ile siku. Niliingia ndani natetemeka. Kwanza mkono umevimba, miguuni niko peko. Priya kwanza alishangaa, "Dada, nini kimekukuta?" Kwanza nilimwomba aache kuuliza maswali kwanza, tuondoke pale haraka iwezekanavyo. Hasa akaniambia, "Dada, tuondoke twende wapi?" Yaani mdogo wangu naye ana maswali. Nilimwambia, "Beba mtoto haraka, mimi nikusanye nguo tuondoke." Kwa niliingia chumbani nikaanza pale kukusanya nguo zetu chap tukaondoka pale nyumbani. Nilijua tu lazima Maka nifuate pale nyumbani. Nilijua. Kwa niliondoka na mdogo wangu pamoja na mtoto, tukaenda zetu kutafuta apartment sehemu nyingine. Tukae huko kwa muda mpaka nitakapopata nyumba sehemu nyingine. Tulipata apartment sehemu fulani hivi mafichoni sana. Tulikaa huko kwa muda, huko nikiwa naendelea kutafuta nyumba ya kupanga eneo lingine. Kwa muda huo pesa nilikuwa nazo ila hazikuwa nyingi. Kule ofisini kwa Mark nilikuwa nalipwa mshahara mzuri na malupulupu kama yote. Kwa nilikaa wiki nzima siendi chuoni, maana niliambiwa Mark kuna siku alienda kunitafuta huko chuoni. Na siku za mitihani chuoni zilipofika, mimi sikuwa na namna, ilibidi tu nihudhurie chuoni kwa ajili ya kuweza kufanya mitihani. Lakini kabla sijaanza kwenda chuoni nilimtafuta mama mkubwa wangu. Nikamweleza kila kitu. Mambo yalinifika kohoni kwa sababu nilihofia Mark anaweza kanifanyia kitu kibaya na mtu asijue. Nilimwambia mama mkubwa kila kitu. Mama mkubwa alifunga safari kutoka kijijini akaja mjini na akaniambia ni lazima tuende polisi tukafungue kesi nipewe RB ili Mark siku akiniletea za kuleta atiwe ndani. Mungu wangu, mambo ya kesi tena. Kiukweli sikutaka kumfungulia Mark kesi yote maana nampenda mno. Mama aliniambia ni lazima kesi ifunguliwe. Au unatakiwa utafute mwanasheria kufungulia kesi za talaka, uombe talaka kwa Mark. Huyo mwanaume ameshakuwa ni hatari kwako. Kwa hiyo sasa mama alibeba lile swala kwa ukubwa mno. Paka misali mwenyewe linaniogopesha. Aliingiza mpaka mambo ya talaka tena. Akanilazimisha hiyo siku tukaenda mpaka polisi tukafungua kesi, nikapewa RB. Tukarudi nyumbani. Siku iliyofuata ndio ilikuwa siku ya mtihani chuoni. Kwa nilijiandaa asubuhi nikawa niko chuoni, nilifanya pale mitihani yangu vizuri nikarudi nyumbani. Nilipofika nyumbani nilikuta ugeni pale nyumbani. Mama mkubwa alinitambulisha na kisha akaniambia kwamba yule aliyekuwepo pale nyumbani ni mwanasheria wa masuala ya talaka na amemleta ile nisaidie kwenye mambo ya kudai talaka kwa Mark. Nikamwambia mama, lakini hatutaki kufikia huko. Mama mkubwa akaniambia kaa kimya wewe. Unataka mpaka akuue huyo mwanaume ndio umwache, si ndio? Kinachotakiwa hapa ni kusaini karatasi za talaka zipelekwe kwa Mark na unatakiwa uandike haraka barua kwa ajili ya kuacha kazi ofisini kwake. Jamani, mamangu aligeuka, alikuwa ni mkali kupita maelezo. Nilijuta hata kwa nini nilimshirikisha. Sasa mimi nitawezaje kuachana na mtu ambaye ninampenda? Na kila nilipojaribu kumuelewesha mama, alinipinga vikali mno. Aliniambia umri nilionao sio wa kuuliwa kisa mapenzi. Na mama mkubwa aliniambia wewe bado ni mdogo sana mwanangu. Una elimu yako, wewe ni mrembo, bado ni mdogo, utapata mwanaume mwingine mzuri kuliko hata huyo Mark. Nilimwambia mama, lakini tayari mimi nimeshampenda Mark na yeye Mark ananipenda mimi. Mama akaniambia hakunaga upendo wa hivyo. Mtakuja kuuana. Angalia mwanao bado ni mdogo. Utamwacha na nani? Na baba yake hata hamjui. Wewe hapo ni yatima Mila. Kwa hiyo unataka uondoke, umwache mtoto kisa mapenzi, si ndio? Jamani, mnajua mama aliweka ngumu na aliniambia karatasi lazima ni saini ya talaka. Ningefanyaje? Ilibidi tu ni saini karatasi za kudai talaka kwa Mark na nilifanya hivyo, nikamrudishia mama mkubwa, ila moyoni nilikuwa naumia. Nilimaliza kusaini karatasi nikaenda kuandika barua ya kuacha kazi kwa Mark. Niliandika ile barua huku nalia machozi kwa sababu nampenda sana Mark wangu. Nikiacha kazi kwake sitoweza kumuona tena machoni mwangu. Nililia mimi jamani. Niliandika barua nikamaliza pale nikaitia kwenye bahasha nikaitunza kwenye mkoba. And that time tayari tulikuwa tumeshapata nyumba sehemu nyingine tumeama. Mama mkubwa wangu na mdogo wangu Scott wote walihamia mjini. Tulikuwa tunaishi wote kwenye nyumba ya hadhi ya chini kidogo, sio sana. Baada ya familia yote kuja mjini ilibidi tuhamie kwenye nyumba ya kodi ndogo ili tuweze sasa kuimudu kulipa kodi.
Mkubwa alianza kushonea huku mjini na mdogo Scott naye alianza kusoma huku mjini kwenye hizi shule za Kayumba, St. Kayumba. Priya yeye alikuwa anasubiria muda wa kuweza kujiunga na chuo. Matokeo yake form 4 tayari alikuwa ameshatoka na alipata ufaulu wa kuendelea na masomo ya ngazi ya chuo. Basi bwana, siku iliyofuata wakati mimi najiandaa kwenda chuoni, Mkubwa alinifuata. Aliniambia nikitoka chuoni nipitilize ofisini kwa Mark, nipeleke ile barua ya kuacha kazi. Nilimwambia sawa mama, hakuna shida. Mimi yote anayafanya kwa sababu tu ya Mkubwa. Kwa hiyo nilikwenda chuoni, nikafanya pale mtihani, nikamaliza, nikachukua bajaji mpaka mjini ofisini kwa Mark. Nilikuwa natetemeka, lakini kwa vile tayari nina Arabi, niliamini Mark hawezi kunifanya kitu kibaya. Kwa nilijeka sawa, nikashuka kwenye bajaji, nikaanza kutembea mdogo mdogo kuelekea ofisini kwa Mark. Nilifika mlangoni nikasimama. Kila nikitaka kugonga mlango, nafsi ilikuwa inakataa. Nilikuwa natetemeka mwili mzima. Wakati nimesimama pale mlangoni, ghafla mlango ukafunguliwa. Nilikutana uso kwa uso na Mark. Kwanza mpaka niliogopa kidogo nianguke chini. Mark aliniangalia kwa hasira, akaniuliza unafanya nini hapa? Wewe amini, nilitoa ile bahasha yenye barua yangu ya kuacha kazi nikampatia. Alichukua akaniuliza nini? Nikamwambia ni barua yangu ya kuacha kazi. Mark alichana ile barua mbele yangu pale pale bila hata kuisoma. Akanivuta kwa nguvu mpaka ofisini kwake, akafunga mlango. Mark baada ya kunifungia kule ofisini kwake alianza kupekua pale mafaili yaliyokuwa pale mezani kwake. Alipekua mpaka akapata faili moja hivi, akalichukua ile faili. Akalipitia na baada ya hapo akaniletea, akaniambia shika hii. Hapo mimi nilibaki nimeduaa tu naangalia pembeni. Mark alivuta mkono wangu akanikabidhi ile faili. Nililiachilia ile faili kaanguka chini, akanyanyua mkono, akataka kuniwasha kibao. Ghafla mlango ukagongwa pale. Akaniacha kaenda kuangalia aliyekuwa anagonga mlangoni pale nani. Akafungua. Na baada ya kufungua kisha akamkaribisha aliyekuwa anagonga. Unajua nilishangaa baada ya kumuona yule mwanasheria wa Mkubwa ndiye aliyekuja ofisini kwa Mark kwa ajili ya kuleta zile karatasi za talaka. Hata mwenyewe kwa alishangaa baada ya kunikuta mule ofisini kwa Mark, tena tukiwa tumeshajifungia wawili peke yetu ndani. Alinitazama sana yule mwanasheria na kisha akaniuliza mwanangu uko hapa? Mimi nilimsalimia na kisha nikamwambia ndio baba, nimekuja kuleta barua yangu ya kuacha kazi. Mwanasheria yule aliitikia tu kwa kichwa na kisha akaketi. Mwanasheria akajitambulisha pale kwa Mark na baada hapo akatoa zile karatasi za talaka akaziweka pale mezani. Mwanasheria alimwambia Mark kilichokuwa kimemleta pale ni agizo la madai ya talaka kutoka kwangu na familia yangu. Kumbuka hapo bado niko pale ofisini na nilikuwa nasikiliza kila kitu. Na Mark alishtuka baada ya kusikia habari za talaka. Alinua macho akanitazama kwa masikitiko sana. Sijui hata ni kitu gani alikuwa ananifikiria maskini ya Mungu. Mark alizipokea zile karatasi za talaka kutoka kwa mwanasheria. Alizisoma na baada ya hapo akamwomba mwanasheria ampe muda kwanza azungumze na mimi na then baada ya hapo atajua nini cha kufanya. Mwanasheria alimwambia Mark hakuna shida, nyinyi zungumzeni tu, lakini pia tutambue ya kwamba shauri hili tayari liko mahakamani na wiki ijayo mnatakiwa kuweza kuhudhuria wito wa mahakama wewe na mke wako Mila. Baada ya maagizo yale mwanasheria aliaga akatuacha mimi na Mark tuzungumze. Mark hakukumbuka tena kwenda kufungua mlango. Alinifuata pale nilipokuwa nimesimama akiwa amechanganyikiwa kupita maelezo. Akanitupia zile karatasi za talaka usoni. Akaniuliza hiki ndo kitu unachokitaka, si ndio? Na kuuliza wewe, huu ndo upuziano unaoletea Mila? Kwa hiyo hivi ndivyo ulivyoshauriana na huyo mganga wako? Yaani baada ya yote ulionifanyia, leo unathubutu kuniletea karatasi za talaka mimi? Mila, hivi ni kwa nini ulikuja kwenye maisha yangu wewe mwanamke? Nijibu unachokuuliza, usikae kimya. Huu ni upuzi gani unaonifanyia nakuuliza? Nakuuliza Mila. Mark alilia ise. Aliendelea kuongea kwa hasira na sauti ya juu mno na aliniambia tangu niingie kwenye maisha yake nimekuwa ni mtu wa kuzua jambo jipya kila kukicha. Mark akaniambia muda huu Mila, nilikuwa nafikiria kwamba utarudi kuja kuomba msamaha kwa upuuzi ulionifanyia, lakini kumbe wala wewe hilo hulijali. Hivi wewe ni mwanamke wa aina gani Mila? Unataka nikufanyie kitu gani ndio uamini kwamba mimi ninakupenda na sihitaji kukupoteza?
Kwa hivyo hivi ndivyo ulivyofunzwa kumtendea mtu, sio maana anayekupenda eti. Nie, Maki aliongea sana ise. Mimi nilibaki niko kimya. Nalia tu. Na laiti kama angeujua ukweli jinsi ulivyo, wala hata asingenitupia lawama zote zile. Baada ya Maki kunifokea vya kutosha, niligeuka kwa ajili ya kuweza kuondoka pale ofisini kwake. Sasa ili nageuka, Mungu wangu, nilikuta watu ofisi nzima wako mlangoni wanatuangalia sisi. Maki mwenyewe kwanza alishasahau kabisa kuwa pale ni ofisini. Wafanyakazi wote wameshasikia kwamba bosi wao anateseka na mapenzi, na wamemshuhudia akiwa analalamika na kunililia mimi kisa mapenzi. Aisema kelezili kuchanganyikiwa nyewe. Aliwakata jicho watu wote pale wakasepa. Niliona aibu hata kutoka. Nilibaki nimeganda pale ofisini kama vile kisiki. Maki alinama akakota zile karatasi akaziweka pale mezani, akarudi akachukua ile faili. Ile napiga hatua tu nisepe. Mzee baba akaniambia subiri. Hakuna mahali utakapokwenda Mila. Nimekupa hili faili ulisome ukaleta kiburi. Sasa nisikilize kwa makini. Kabla haujapiga hatua kuondoka hapa ofisini, ni vema ulisome hili faili, maana ni la muhimu sana. Na kama utaondoka bila kulisoma hili faili, basi kitakachokukuta tusije tukalaumiana. Ile kauli ya Mark unajua ilinishtua. Nilirudi faster nikadikwa pole ile faili, nilisome kilichokuwa kimeandikwa. Nilifungua nikaanza kusoma paragraph moja baada nyingine. Faili ni la mkataba nilikuwa nimelisaini kipindi najiunga katika ile kampuni. Mkataba wa kampuni nilikuwa nimeusaini unasema hivi: mfanyakazi yote atakayesaini karatasi hili la kujiunga na kampuni hii atafanya kazi chini ya kampuni hii mpaka pale kampuni itakapoamua kumsimamisha yenyewe. Tofauti na hapo, mfanyakazi yote atakayetaka kuacha kazi kwenye hii kampuni kwa matakwa yake mwenyewe, basi natakiwa alipe kampuni pesa isiyopungua milioni 500. Mungu wangu, kwanza macho ilinitoka. Sikuamini. Mapigo ya moyo yalinienda mbio mbio baada ya kulisoma lile sharti la milioni 500. Mimi naenda kuzitolea wapi? Unajua nilimtazama Mark usoni na wala hata hakuwa na muda na mimi, na ndo kwanza aliondoka na kuniacha peke yangu pale ofisini. Baada ya pale kusema ule kweli, sikuwa na jeuri tena. Nilielekea mezani kwangu nikapangusa vumbi kwenye kiti nikaketi kwa ajili ya kuweza kuendelea na kazi. Baada ya lisali moja, Mark alirudi akanikuta niko ofisini naendelea na kazi. Alikwenda kabatini akatoa pale makaratasi mengi akaniletea niyapitie yote yajazwe kwenye mafaili. Makaratasi yalikuwa ni mengi sana. Ni ya kufanyia kazi wiki nzima, lakini mimi nikaambiwa kwamba nihakikishe nimemaliza yote ndo niondoke ofisini. Mzee baba baada ya kunilimbikizia makazi yote hayo, alienda kaketi kwenye kiti chake, akawa tu anazunguka tu huko anaangalia mimi ambacho nakifanya. Nilianza kuhangaika na yale mafaili mpaka inafika majira saa 2 za usiku nilikuwa nimeshakamilisha faili 7 tu. Bado Mark alikuwa anaangalia tu, na muda huo wafanyakazi wote walikuwa wameshaenda majumbani. Wakati naendelea na kazi, ghafla simu yangu mimi ilianza kuita. Nilifungua mkoba, nikatoa pale simu. Alikuwa anapiga mama mkubwa. Nilipokea simu, nikaeka sikioni. Mama mkubwa aliniuliza, "Mtoto wa kike mpaka sasa hivi saa 3 uko wapi hujarudi nyumbani?" Sasa kabla sijajibu hilo chochote nilishangaa kwanza ile simu napokonywa sikioni. Alafu ikakatwa. Aisee, nilisimama kwa hasira, nikamuuliza Mark, "Nini unafanya wewe? Huyo mimi ni mamangu. Usimletee upuuzi. Nani kakutuma umkatie simu mamangu?" Hapo Mark aliniangalia sana ila hakunijibu kitu chochote. Simu ilianza kuita tena. Mark akaipokea kaika sikioni. Mama mkubwa alisikika pale kwa nafoka, "Mila, unanikatia mimi simu?" Mark akamwambia, "Mimi ndio nilokukatia simu hiyo, sio Mila." Kwa sababu mkubwa alishangaa, "Wewe shetani, na mwanangu usiku huu mnafanya nini?" Mark akamwambia mama mkubwa kwamba mimi sio shetani, mimi ni mkweo na mwanao yuko na mume wake ofisini, wala hata usiona shaka. Mama mkubwa alichukia sana, akamwambia Mark aniachie mimi nirudi nyumbani, la sivyo atapiga simu polisi. Mark ndo kwanza akakata ile simu na kisha akaizima kabisa. Akaniambia endelea na kazi. Wakati naendelea na kazi, ghafla kwa nje ilisikika king'ora cha gari polisi. Ile tuna Mark nini kinaendelea, mara maaskari wakaingia ofisini wakiwa na mama mkubwa. Toba. Maaskari waliingia ofisini wakiwa na mama mkubwa. Mimi nilimfuata mama mkubwa nikamuuliza, "Mama, nini unafanya?"
Mama mkubwa akaniambia, Mila, nimeshakuonya mwanangu, huyu mwanaume sio salama kwenye maisha yako. Hebu angalia anavyokunyanyasa. Mpaka sasa hivi ofisini. Ofisi gani hiyo? Nikamwambia, lakini hakuna cha lakini. Askari kama teni huyu ibilisi. Amemfanya mwanangu kama mtumwa muda wote. Anaishi kwa wasiwasi kwa sababu yake tu kama teni. Mama mkubwa aliamuru pale Maki akamatwe na wale maaskari. Maaskari polisi wale wakajitambulisha kwa Maki kwa utaratibu tu. Maki ni mtu mkubwa, hawakumchukua kwa kumforce. Walimwambia tu kwa utaratibu, akamwomba waende naye kituo cha polisi. Maki aliwaambia sawa, hakuna shida, tuondokeni. Kwa mimi nilifunga pale ofisi, sisi sote tukapanda kwenye gari la polisi mpaka huko kituoni. Maki aliwekwa lock up kwa sababu kesi tayari tulikuwa tumeshafungua. Moyo uliniuma. Nililia sana baada ya Maki kuwekwa kule ndani kwa sababu yangu. Mama mkubwa aliniambia, tondoke, unalia nini sasa? Mwacha kae hapo mpaka jeuri yake itakapoweza kumwisha. Mama mkubwa alinivuta mputa mpaka barabarani. Alisimamisha bajaji tukapanda hao kuelekea nyumbani. Uwezi amini. Njia nzima nilikuwa nalia tu na kumwaza Maki wangu. Nampenda sana, lakini kikwazo kila kukicha vinajitokeza kwenye penzi letu. Sijui hata nifanye nini. Tulifika nyumbani, sikuweza hata kula chakula. Nilienda chumbani kwangu nikajifungia. Nikawa nalia tu, na siku iliyofuata niliamka mapema sana, nikajiandaa kwa ajili ya kwenda chuo. Kabla sijaenda chuoni, nilienda kwanza polisi kumuona Mark. Maskari walinishangaa baada ya kuniona mimi niko pale. Afu eti ninataka kuweza kumuona mtu nilikuwa nimemweka ndani mimi mwenyewe. Laiti wangejua hata wasingenishangaa kiasi kile. Wakati niko pale nasubiria kuweza kuruhusiwa nikamwone Mark, ghafla akaja mamake na Mark akiwa na wifi Bilia. Aisee, walinishushia mvua ya matusi ambayo sijawahi kuyasikia tangu nizaliwe. Niliondoka pale polisi kwa aibu. Nikawahi huyo mpaka chuo. Wala sikufanikiwa hata kumuona Mark. Nilifika chuoni nikaingia kwenye mtihani. Siku hiyo nilikuwa nina mtihani huo mmoja tu. Na saa 4 asubuhi nilitoka kwenye mtihani nikawaza pale kumpigia Mark angalau nisikie kama katoka polisi au la. Kila nilipotaka kumpigia nafsi kawa inanizuia. Niliwaza sana, baadaye nikaamua nipige tu kwamba liwalo na liwe, potelea pote. Nilipiga simu ikaita kakata bila kupokelewa. Nilipiga mara ya pili simu haikupokelewa. Nikaona okay, cha nini mie? Nikaamua kuirudisha simu kwenye mkoba, nikaenda kutafuta bajaji ili niwahi ofisini. Wakati niko kwenye bajaji, nilirudia tena kumpigia Mark akapokea. Niliweka simu sikioni nikawa naogopa hata kuongea. Mark akaniambia, ongea, unanipotezea muda. Sema una shida gani? Nikamwambia, vipi hali yako samani, nilitaka kujua kama umeshatoka polisi. Mark aliguna tu hivyo afikisha kakata simu bila hata kunijibu kitu chochote. Nilichukia. Kiherehere changu chote kimenifanya mpaka nikampigia. Angalia sasa jinsi anavyoibika mimi. Angalia jinsi ambavyo ananijibu. Nilijisikia vibaya. Nilikwenda mpaka ofisini nikamkuta Mark yuko ofisini. Nilipita bila hata kumsemesha nikaenda kwenye meza yangu. Nilianza pale kufanya ile kazi alikuwa amenipatia. Muda wa lunch ulipofika wote wakaenda kula, mimi nikabaki niko ofisini. Wakati ninaendelea na kazi, ghafla nikalitoa pale chakula na mhudumu. Nilishangaa. Maana mimi sikuagiza chakula. Nikamwambia mhudumu, wewe utakuwa umekosea, mimi sijaagiza chakula chochote. Mhudumu akaniuliza, wewe si ndo Mila? Nikamwambia ndio mimi. Basi chakula ni chako. Nikamwambia, wewe nani kakutuma nilete chakula? Akaniambia ni boss kaniagiza nilete. Nikamwambia boss gani? Boss huyo hana jina. Sasa wakati na mhoji huyu mhudumu, ghafla Mark akaja pale. Nikasikia na sema umeletoa chakula kula, maswali mengine ni nini? Hapo mhudumu aliondoka. Tukabaki wawili tu mimi na Mark. Nilifungua chakula nikaanza kula. Mark alikuwa yuko busy na shughuli zake. Nilikula nikamaliza nikawaza, sijui nikamwambia asante, sijui atanifokea. Nilijua tu yeye ndo alioniagiza kile chakula na sio mtu mwingine. Wakati najishauri kwenda kumwambia Mark asante, ghafla nikamsikia ananiambia, wala hata sitaki asante yako mimi. Umeshashiba, endelea na kazi. Acha kupoteza muda. Yani huyu alisema hivyo na alivyomaliza tu kuongea hayo, huyo shwa akasepa. Baada ya nusu saa akarudi na barua mkononi. Akaja pale akaiweka mezani kwangu. Toba, unajua nilishtuka. Nikajiuliza, hii barua ni ya nini? Mungu wangu, usikute ni ya kufukuzwa kazi. Mungu wangu, nitapata wapi kazi nyingine mimi ya kulipo vizuri kama hii? Enapo nilikuwa najiongelesha hivyo hata kabla sijasoma ile barua. Mark akaniambia, soma hiyo barua, nakupa nusu saa ya kuweza kujiandaa. Alipomaliza tu hivyo, alipomaliza tu kuzungumza hivyo, akaondoka zake. Hasa mimi nikaa najiuliza, kujiandaa tena?
Unajua nilichukua barua haraka nikaisoma ile barua. Ilikuwa inasema kwamba kuna kikao nje ya jiji. Na mimi na Mark ndo tulitakiwa kuweza kwenda kuiwakilisha kampuni kwenye hicho kikao. Mama yangu. Sasa mama mkubwa mimi nitamwagaje niruhusu? Na mama mkubwa mimi hawezi kunikubalia mimi nisafiri mbali na Mark. Hawezi. Kwa hiyo nikamtumia Mark message nikamwambia sitaweza kusafiri. Na wewe mama mkubwa unalijua kabisa ile kwamba hawezi kuniruhusu. Jibu moja tu zimebaki dakika 23. Sasa ilibidi niinuke pale, nitoke mpaka barabarani. Nikaanza pale kuangaza pale bajaji. Nikaenda moja kwa moja nyumbani. Nilimkuta pale Priya peke yake na mtoto. Mama mkubwa alikuwa yuko kazini na Scott alikuwa yuko shuleni. Nilimweleza Priya kila kitu alafu nikampanga. Priya mwenyewe anampendaga sana shemeji yake Mark kinyama yani. Tukashauriana pale tumdanganye mama mkubwa ili asijue chochote kuhusiana na safari. Basi bwana, tulimpanga mama mkubwa nikamwambia bado naendelea na mitihani chooni na masomo yaliyobakia ni magumu sana, kwa hivyo natakiwa kuweza kuhamia kwa rafiki yangu anayeishi pale jirani na chuo ili niweze kupata group la watu wa kujisomea nao. Kwa mama mkubwa alivyosikia habari za chuo, alikubali faster. Mimi na Priya tukasema yes, mpango umetiki. Tulipongezana pale kwa kumdanganya mama mkubwa. Muda huo kwenye simu ikaingia message ya Mark inasema zimebaki dakika 11. Ukichelewa ukakuta nimeondoka, utatafuta usafiri na nauli ya kuweza kukuleta sehemu kinapofanyika kikao. Mungu wangu. Nilipanga nguo haraka kwenye begi na vitu vyangu vya umuhimu. Baada ya hapo nikamwaga mtoto wangu pamoja na Priya huyo nikaondoka. And that time mwanangu alikuwaga ameshaacha kunyonya. Kwa alijitoa kwenye ziwa mwenyewe alipofikisha tu miezi 6. Basi bwana, nilifuata maelekezo ya barua ilivyokuwa imeandikwa ya kwamba mimi na Mark tunakutania ofisini ili ianze safari ya kutokea pale ofisini kuelekea huko. Kwa hiyo nilichukua bajaji chapo mpaka ofisini nikamkuta Mark yuko tu. Anachukua pale baadhi ya faili kwa ajili ya kuweza kuondoka nazo kwenda kwenye iko kikao. Mzee baba alichukua ile faili akamaliza akatoka bila hata kuniambia tuondoke. Alinyosha mpaka kwenye gari. Ikabidi mimi nimkimbilie nyuma na begi langu huyo. Na nilikuwa nimevaa kiungo kifupi na viatu virefu. Yaani kila mtu alikuwa anageuka kuniangalia. Jinsi nilivyokuwa nimependeza utanitaka. Si mnajua tena safari za kusafiri na bebe huwezi kuvaa kizee. Inabidi tu utinge vitu vya kwenda ili bebe mwenyewe avutiwe kukutizama. Basi bwana, Mark aliingia kwenye gari akafunga mkanda akawasha gari. Mkumbuke hapo niko nje ila gari ndo hivyo imeshawashwa. Nishazoea huwa anafunguliwaga mlango. Siku hiyo jamani nilipambana na hali yangu. Hakunifungulia mlango hata. Nilikwenda kupambana na buti peke yangu mpaka likafunguka nikaeka begi. Nimemaliza nikafikiria labda nitafunguliwa mlango wapi. Mzee baba ndo kwanza akaanza kunipigia na honi kwamba namchelewesha. Nikafungua mlango wa nyuma akanizuia kukaa nyuma. Akaniambia mimi sio dereva wako. Unakaje nyuma? Yaani mimi nakuendesha wewe kama nani? Pita mbele tuondoke. Nikakaa pembeni yetu pembeni yake yani tukaanza pale safari. Tumeondoka pale ofisini majira ya saa 10:30. Ilipofika saa 12 bwana, baridi silikaanza. Alafu mimi ndugu yenu kiungoni nilichokuwa nimekivaa, baridi inapiga popote pale mikononi, miguuni, mapajani, yani kote palikuwa wazi baridi. Kani nimetolewa kwenye friji. Baridi ilizidi kuwa kali. Silikaanza kutetemeka mpaka nang'ata meno. Maki ilifikia hatua akanionea huruma. Alisimamisha gari ili nishuke nikachukua pale sweta kwenye buti. Kwa sababu nilikuwa nimeweka kwenye buti. Jamaa akaniambia shuka, kachukua sweta. Usijue kanifia mimi hapo. Hapo nilikuwa nimebaki nimeganda tu kwenye kiti nimetulia tuli. Jamaa alishuka kwenye gari, akaenda mpaka kwenye buti lilipokuwa begi langu. Alichukua begi akalifungua, akakagua pale kuna nguo tu, hapa kuna sweta. Akarudi kwenye gari. Mimi nikashangaa mtu anavua koti lake. Nilijisikia raha. Maka alivua koti lake pale akanipatia nivae. Nilipokea. Nikabaki namwangalia tu. Akaniambia sijakupa ushikilie, nimekupa uvae. Kwa nikavaa ile koti lake. Nikamwambia asante. Alinijibu basi, wala hata kunijibu. Alinyamazia tu kimya. Kwa safari ikaendelea. Ilifika pahala, mimi unajua nilianza kusinzia. Mpaka tunafika hotelini ndugu yenu mimi sijitambui. Nimelala fofofo na ukizingatia usiku wa jana sikulala kwa sababu ya kumwaza Mark huko polisi. Basi usingizi wote nilikuja kuumalizia kwenye gari. Nililala nikaja kushtuka usiku saa 8. Niko chumbani kitandani toba. Niliamka na mawenge, kucheki pembeni kwenye kochi nilimwona Mark amelala. Alafu style alolala maskini ya Mungu nikalala kama vile kakaa vile. Alafu hakuwa hata amejifunika. Niliamka nikamfuata Mark pale kwenye kochi. Nikamwangalia sana yule mwanaume jinsi alivyokuwa mzuri.
mzuri wa sura, mwili wake, mpaka nikawa napatwa na msisimko. Yaani ana mwili mzuri kama wa Uncle Jay. Unajua unaweza kusema wewe huna hisia, huna msisimko. Hebu kamtazame Uncle Jay. Ndugu yangu, utajikuta unasisimka. Mpaka hamu zote zitakujia ndugu yangu. Na kushauri kama huna mume, usiende kumtazama Uncle Jay. Ila wale wenye waume zao wakamtazame, maana utapopata na msisimko mume wako atakutuliza. Waume zangu na mimi ulikopo single. Huko Gafu sijui wapi, sijui Oman, sijui wapi ndugu yangu, sijui Dubai, sijui wapi huko. Msisimko umekushika, sikushauri kumwangalia picha za Uncle Jay kule Instagram. Maana ule mkaka ni mzuri, mtanashati, ananukia. Ndo kama jinsi alivyokuwa Mark. Unajua tangu niolewe na huyu jamaa Mark, sijawahi hata kugusa mwili wake kwa mahaba. Basi siku hiyo kwa vile Mark yuko usingizini, shetani sakanituma bwana nimchezee kidogo. Nikaanza kumshika pale kwa mahaba mazito usoni, kwenye kidevu na mshika. Mimi najua huyu mtu yuko usingizini, nikawa natelemka kidogo shingoni mpaka kifuani na mgusa kwenye vichuchu pale. Mpaka genye sasa zikawa zimenipanda. Mahanjam. Zile tomaso jamani zilimwamsha Mark. Aliamka, ngoma ikawa imesimama balaa. Wakati anaamka mimi sikujua. Hakuamka kwa kishindo, ni alifungua tu macho taratibu afa katulia kimya. Kwa mimi nikawa najua mtu bado kalala najimaliza mwenyewe. Wakati mimi nilikuwa niko busy nachezea kifua chake, nimemshika kifuani. Nikaona imetosha, nikaanza kushuka pale kwenye dudu. Nilivyoona dudu imesimama, nilitamani kuigusa, basi mdogo nikawa naelekeza mkono wangu pale kwenye dudu yake. Ile nenda kuishika ghafla mkono wangu bwana ukashikwa. Kuja kumtizama Mark usoni kashafungua macho saa nyingi mno. Alikuwa anaangalia tu ujinga ambao nilikuwa namfanyia. I say, so kwa aibu niloipata hapo. Nilinuka pale haraka nikarudi kitandani. Mark akanizuia, akanishika mkono wangu. Alibaki ananiangalia tu. Mimi niliangalia pembeni kwa aibu, nikawa nashindwa hata kumtizama. Aibu kama zote asikwambie mtu. Mark aliendelea kuniangalia bila hata kupepesa macho. Nikapewa niachie basi mkono wangu, nataka kulala, nasikia usingizi eti. Mark akaniachia akaniambia okay sawa nenda kalala. Nilipiga hatua moja nikasimama. Niligeuka nikamwangalia Mark, nikakuta bado ananiangalia. Alafu mkono mmoja alikuwa ameziba pale kwenye dudu. Nimemsababishia mimi yote hayo maskini ya Mungu, ila anaonekana dudu nzuri tamu. Hivi nawaza ujinga gani mimi? Mawazo ya kijinga tu ndio yamenitawala kwenye akili yangu. Basi baada ya kusimama Mark akaniuliza, "Wewe una shida gani Mila?" "Nenda kalale." Nikamwambia okay sawa. "Nitaenda lakini kuna kitu mimi nataka nikwambie." "Okay sawa, kitu gani niambie?" "Naomba unisamehe kwa kukusababisha upelekwe polisi." "Ni sawa, nimeshakusamehe." Nilishangaa. Mbona kanisamehe haraka hivyo? Au nimwambie kila kitu leo? Inaonekana mood yake iko vizuri leo. Natamani nimwambie kuhusu ujauzito wa mtoto wangu, lakini sitaki aendelee kuamini kile ambacho alikiongea mdogo wake Billy, sijui dada yake mdogo wake yule wifi yangu yule. Natamani ajue unyama niliokuwa nimetendewa, huenda ataondoa mawazo mabaya ambayo ananifikiria kichwani mwake. Ni kweli mimi nilienda kwa mganga sikatai, lakini wala sikufanya mapenzi na mganga, na pia sikwenda kwa mganga kwa kupenda, bali ni wifi yangu Billy ndiye aliyenipeleka huko. Sasa wakati nawaza yote hayo, Mark alisimama akasogea sehemu nilipokuwa. Alinigusa begani na kisha akaniambia nenda ukapumzike, huu ni muda wa kulala na sio muda wa kusimama. Hapo alinibeba, akanilaza kitandani, alinifunika vizuri na kisha karudi kwenye kochi kukaa. Sasa mimi nitalalaje? Yeye amekaa, usikuta amenileta huku ili tu aniue. Jamani, nilianza kuingiwa na uoga, usingizi wenyewe kwanza ukasepa. Nilibaki najigeuza kulia kushoto kulia. Mark mwenyewe kwanza alikuwa anahangaika kutafuta usingizi pale kwenye kochi kwa sababu ulikuwa unakuja unakataa. Ilifikia hatua nikaamka nikakaa. Mark alishangaa, akaniuliza wewe una shida gani Mila? Nikamwambia mimi naogopa kulala peke yangu. Mark ilibidi amke pale kwenye kochi, akahamia kitandani. Alikuja akalala chale, alafu akaniambia nilale kifuani kwake nisinzie. Jamani, nilijilaza kifuani mwake taratibu. Alinifunika, alinifunika kisha akanikumbatia vizuri. Nye. Nilipata genye hiyo siku. Nilitamani nimbaki Mark. Nilinua mwenye kipaja changu nikakiweka pale kwenye dudu yake. Akawa ametulia tu. Dudu ilikuwa inafurukuta kwa hisia, ikiwa inanitekenya hivi kwenye paja. Nikawa nasikia utamu tu. Nilikuwa napitisha vidole vyangu kwa wizi na mpapasa Mark taratibu huku nikiwa nimejilaza kifuani mwake. Jamaa alizidiwa sana lakini alijikaza. Unajua kuna muda alikuwa anasisimka mpaka anaushika mkono wangu anaubana hivi. Niache kumpapasa. Kwani niliacha sasa? Alikuwa kiniachia tu mimi naanza tena upya kumshika.
Jamani sikio bwana, ilikuwa kwenye zile siku zangu za hatari. Si mnajua hizo siku jinsi zilivyo Kiherehele cha genye kama zote, sikwambie mtu. Yaani nilikuwa nimemisiwa mno kutiwa. Kwa nilihangaika mwisho wa siku usingizi ule nipitia, nikalala pale kifuani kwa Mark mpaka asubuhi. Ile style tulikuwa tumelala, unajua tulisahau kabisa habari za kikao. Tulikuja kushtuka muda umeenda. Huko nje jua limeshawaka, na kilichokuja kutuamsha ni wafanya usafi pale hotelini ndio walikuja kutugongea ili waweze kufanya usafi. Kwa mimi ndio nikakurupuka kutoka kifuani kwa Mark, nikachukua simu pale haraka nikaiwasha ili niangalie muda. Kucheki muda, ngoma inasoma saa 4:30 za asubuhi. Mama we! Kumcheki Mark ndo kwanza ananivuta nirudi kifuani mwake tuendelee kulala. Nilimuonesha saa, nikamwambia wewe, tizama muda ni saa ngapi? Saa 4 sasa hivi eti. Mimi pale nikaamka nikaelekea washing room, nikaoga haraka nilirudi chumbani nikakuta Mark amenikea nguo kuvaa pale kitandani, alafu ya chumbani hayupo. Nilichukua simu nikaanza kumpigia, lakini cha ajabu simu yake ilita pale chumbani. Ina maana kwamba alitoka kisha kaiacha. Kucheki mezani laptop yake haipo. Ujumbe nikajiuliza au kaenda kwenye kikao nini? Sasa kaendaje kwenye kikao bila kuoga huyu naye? Wakati pale najihoji maswali hayo, ghafla Mark akarudi kule chumbani akiwa yuko na laptop yake. Jamani nilipiga kelele baada ya kumuona. Nikamwambia wewe, subiri, funga mlango, mimi navaa nguo. Unaingiaje bila hata kubisha hodi? Na wewe vipi? Hapo Mark akafumba macho akageuka haraka akarudi alikokuwa ametoka. Nyie ilibakia chupu tu kidogo anione nikiwa niko utupo kabisa. Nilivaa pale haraka nikamaliza, nikachukua pale nguo chafu nilizokuwa nimezivua, nikaziweka pale kwenye begi sehemu ya nguo chafu, nikapanga pale vitu vyangu kisha nikatulia. Kwa baada ya kumaliza kila kitu, nilikwenda kwenye kioo nikajipodoa vizuri, nikakaa kwa ajili ya kuweza kumsubiria Mark. Mark alirudi mule chumbani, akaelekea bafuni moja kwa moja. Alioga kamaliza na kisha akachukua nguo akaenda kavalia huko bafuni. Alipomaliza kuvaa, Mark alinifuata akaniambia ni muda wa kuweza kula, tuenzetu tukale. Unajua nilishangaa huyu jamaa mbona kama vile haongelei masuala ya kikao. Nikamuuliza vipi kusana kikao, mbona hatuendi kwenye kikao? Mark akaniambia sahau kuhusu kikao Mila. Nikamwambia what? Nisahau vipi kuhusu kikao wakati ndio kilichotuleta huku? Kikao kilichotuleta huku ni cha kwangu mimi na wewe, sio cha kiofisi. Toba. Nikamwambia unaongea nini wewe? Ina maana ulinidanganya Mark? Ndio nilidanganya. Nilifanya hivyo kwa maana ya kwamba kama nisingefanya hivyo wala tusingekubali kuja. Kwa hiyo umenileta huku kwa sababu gani? Nimekuleta huku ili tuweze kuzungumza mimi na wewe tukiwa wawili. Nimekwisha mimi. Haya, mazungumzo ya watu wawili. Mazungumzo gani? Tunahitaji kuzungumza Mila. Ni muhimu sana. Kumbuka siku nililoletewa karatasi za talaka ofisini, nilimwambia mwanasheria nipe muda niongee kwanza na wewe, na then ndio nitatoa majibu kuhusiana na talaka unayonidai. Kabla mimi na wewe hatujenda mahakamani Mila, nahitaji niongee na wewe. Uniombe talaka tukiwa tuko wawili na unipe sababu za kuhitaji talaka kutoka kwangu. Mimi bado siamini kama uliamua kwenda kufungua shitaka la kudai talaka, na ili hali unatambua kabisa kwamba mimi ninakupenda na nahitaji kuweza kurudisha mahusiano kati yetu. Hivi ulifikiria nini? Pamoja na misamaha yote nilokuomba Mila, na bado uliamua kwenda kufanya kitu kama hiki kweli? Kwa nini ulifanya hivyo Mila? Kiukweli mzee baba, swala la talaka lilionekana lilimgusa pabaya mno. Mimi nilikaa kimya nikawa namsikiliza tu, na laiti kama angejua mimi mwenyewe siko tayari kupewa hiyo talaka wala hata singejisumbua. Talaka naitaka mama mkubwa, lakini sio mimi. Mimi siko tayari kuachana na Mark. Sema tu kumwambia ndo siwezi. And the way mama mkubwa alivyokuwa kinganganizi jamani, hii issue ya talaka sijui hata itakuwaje. Kwa Mark aliniomba twende tukale na then turudi kwenye kikao. Nikamwambia okay sawa. Kwa tulikwenda tukala tukamaliza tukapumzika kidogo kisha tukarudi nyumbani. Mark alionekana ni mwenye mawazo mengi sana. Baada ya kurudi chumbani kwetu, kwanza alifunga mlango. Unajua mpaka niliogopa nikajiuliza huyu anataka kunifanyia kitu gani. Na baada ya kufunga mlango, Mark aliniangalia sana. Kimoyo mimi nilijiambia mama we, leo ndo siku ya kufa kwangu jamani. Nilijifanya kiburi. Leo hii ndo tunauana humu ndani. Mungu nakuomba ushushe jeuri yangu yote niwe mpole na mtifu kwa Mark, na Mark asiweze kunidhuru. Kwa pale nilianza kufanya maombi ya kimya. Mark alisogea sehemu nilipokuwa. Mimi nikaanza kurudi nyuma. Kila akipiga toka kunisogelea na mimi narudi nyuma.
Nikarudi nyuma, mwisho siku nikafika ukutani ambapo ndo mwisho. Nikabaki nimesimama tunamwangalia Mark kwa macho kutilia huruma. Mark alikuja sehemu nilipo, akasimama, aliingiza mkono mfukoni, akatoa kitu, alinionyesha pale ule mkono wake. Akaniuliza swali, hii ni nini Mila? Hapo mimi nilishtuka. Nikaangalia mkononi mwake, nikakutana pale na ameshika flash. Sasa huyu flash kaitoa wapi hii flash? Unajua pale nilianza kulia. Mark aliniuliza, "Ni kwa nini ukanificha jambo kama hili Mila?" "Nyie, mnajua nilitaka kukimbia mule chumbani." Jamaa akanizuia, akaniambia, "Huna pa kwenda, mlango umefungwa na huna pa kupitia. Naomba uniambie, hii ni nini na kwa nini ukanificha?" Nililia sana. Mark alinikumbatia akaniambia, "Sitaki ulie Mila. Hivi wewe ni wa kunificha jambo kama hili kweli?" Jamani, flash alikuwa nayo Mark ni flash yenye siri kubwa sana. Hiyo ndio flash nilikuwa nimehifadhia zile video na maongezi nilikuwa nimerekodi kule hospitalini, nilikuwa nimebakwa. Na inaonekana Mark wakati ananitolea nguo za kuvaa kwenye begi langu, aliona ile flash, kwa akaamua kuichukua na kwenda kuangalia kilichopo ndani. Aliona kila kitu kilichokuwa kimehifadhiwa ndani ile flash. Mark aliumia sana. Na siku zote mimi nahukumiwa mimi ni malaya, nimefanya umalaya mpaka nikabeba na mimba. Kumbe hata sio hivyo, maskini ya Mungu. Mark alijua ukweli kuhusu ujauzito wangu. Alijua kila kitu, ya kwamba nilibakwa nikapata na mimba na sikupewa mimba na mganga kama vile alivyosema Bilie. Mark alikuwa ananiangalia kwa macho huruma mno. Alikumbuka vitu vingi vibaya alivyonifanyia kipindi nilipokuwa mjamzito. Mark alijisikia vibaya sana. Kwanza akarudia tena kuniuliza tena na tena, kwa nini sikumwambia ukweli tangu mwanzo? Kwa nini nilikaa kimya? Nikamwambia Mark, hata kama ningekuambia sidhani kama ungeweza kunielewa. Kipindi unanifukuza Mark mimi nyumbani, wala sikuwa na ushahidi wowote na sidhani kama ungeweza kuniamini kwa maneno. Mark alinikumbatia maskini. Yaani alinionea huruma mpaka kawa analia. Aliniapia kwamba huyo mshenzi alinibaka ni lazima ajutie kwa ushenzi aloweza kunifanyia. Na aliapa ni lazima amtafute popote, labda awe tu amekufa. Jamaa aliumia mno sana. Yaani kama utadhani yeye ndo alobeba hiyo mimba. Alikumbuka vitu alivyonifanyia kisa mimba. Nyie, alikuwa ananiangalia mara mbili maskini ya Mungu. Anaomba msamaha, anarudi kuomba msamaha. Kumbuka kuna siku alinipiga mpaka nikazima kisa mimba. Yeye alijua nilipata ile mimba nikiwa ndani ya ndoa. Hakujua kama alinioa mimi nikiwa niko tayari ni mjamzito. Alikumbuka ile siku aliponipeleka hospitalini kwa daktari wake. Baada ya kupimwa nikagundulika kwamba ni mjamzito na tulivyorudi nyumbani, nyie Mark alinipiga mpaka nikazima. Alinilazimisha nitoe mimba nikakataa. Akanirudisha kijijini kama mwizi. Alikumbuka ile siku Bilie alivyoapa mbele yake kwamba mimba yangu nilipewa na mganga. Mark alijisikia vibaya. Alipiga magoti akaniambia, "Sikujua Mila. Naomba unisamehe." Nyie, ile hali ilinifanya mimi nikumbuke mambo mengi sana. Mambo mengi sana ya kuumiza. Niliendelea kulia bila kikomo. Mark alinibembeleza sana mpaka nikanyamaza. Ilibidi sasa siku hiyo nifunguke sasa kila kitu kwa Mark. Nilimweleza kila kitu kuhusu maisha yangu. Nilimwambia kimoja baada ya kingine. Nilimwambia jinsi nilivyotendewa unyama kule hospitalini nikiwa nimezima. Nilimwambia jinsi nilivyopelekwa kwa mganga na Bilie. Kila kitu nilikisema. Sikuona tena haja ya kuweza kuficha kitu. Hata nilivyokutana na Ramsey mara ya kwanza kule honeymoon, nilimwambia kila kitu. And that time mimi nakutana na Ramsey, Bilie bado alikuwa hajamjua Ramsey. Bilie alikuja kumjua Ramsey baada ya kifo cha mama yake. And that time mimi na Ramsey tulikuwa tushapendana na tuko kwenye mahusiano ya siri. Niliingia kwenye mahusiano na Ramsey kwa sababu ya ile mikataba ya ndoa aliyoweka Mark kipindi ananioa. Kumbuka aliniambiaga ananioa tu lakini hana mapenzi na mimi. Na aliniambiaga yeye tayari na mtu wake anampenda, na mimi akaniruhusu nitafute mtu wangu tupendane. Ndio nikampata Ramsey na tukapendana. Mark isali nisamee kwa mambo yote yalotokea. Isingekuwa ile mikataba yake aliyoiweka kipindi ananioa, wala nisingetembea na Ramsey. Yeye ndio alosababisha kila kitu. Uweze amini,
Tulivunja ile mikataba ya mimi na Mark kwa tukaanza upya. Nilimsamehe Mark kwa kila kitu alichokuwa amenikoseaga. Kwa tukafungua sasa ukurasa mpya wa mahusiano yetu mimi na Mark. Tulikwenda hospitalini tukapima afya zetu, tukamshukuru Mungu, wote tulikuwa ni wazima. Hatukuwa na ugonjwa wote ule. Na kila mmoja alisahau yote ya nyuma. Kwa tukala viapo vipya vya mapenzi yetu mapya. Tulijua fika familia zetu wote hazikubaliani na haya mahusiano yetu, lakini hilo halikutuzia sisi kula viapo vya kupendana mpaka mwisho wa uhai wetu. Tulikula kiapo cha damu na kutokukubaliana na yeyote kati yetu atakayeenda kinyume na kutaka kulivunja penzi letu, basi lolote baya limkute. Kwa tulikubaliana siku ya talaka mahakamani kifika, sisi sote tukifika pale tunalipinga lile shtaka la madai ya talaka. Baada ya yote kupita, kilichofuata ni usiku wetu mimi na Mark. Ulikuwa ni usiku wa mahaba moto nye. Ulikuwa ni usiku wetu wa kwanza mimi na Mark kukutana kimwili. Alo. Nilimpa mzee baba tamu kwa mara ya kwanza. Sijui hata niwaambiaje, nasikia mpaka aibu. Siku hiyo sitokuja kuisahau kwenye maisha yangu. Ni siku yenye kumbukumbu tamu kuliko siku zote za maisha yangu. Hiyo siku ndo nilionja huba tamu kutoka kwa mwanaume ninayempenda kwa dhati. Mark anajua kutia jamani nyie. Ana chururu tamu jamani. Kuna vile alikuwa ananisugua vizuri mpaka natamani nipige kelele kila mtu anisikie utamu nilikuwa naupata. Alinitia uchizi jamani huyu mkaka. Uchizi wa mahaba. Yule mwanaume alijikunitia. Kuna muda alikuwa ananidu taratibu huko ananiangalia machoni, na kuna muda alikuwa ananidu faster huko ananipiga romance. Tunisipika galani. Ukichanganya na zile genyo za muda mrefu nilizokuwa nazo, hakika nilienjoy kupita kiasi. Hivi mnajua tangu nijifungue nilikuwa sijashiriki tendo bado Basi naambia hiyo siku Mark alikuta tamu, ni safi, harafu ya moto. Ilikuwa inabana kitu mnato. Utafikiria ndo nilikuwa natolewa ubikra siku hiyo. Mark alidumu mpaka pakavimba, famasiara nini. Alafu alikuwa anamwagia ndani kila kitu. Hivi nitakosa mimba mimi kweli kwa hii show? Mama mkubwa wangu akijua si ndo ataniua. Sijui nitamjibu nini mimi. Ukurasa mpya wa mapenzi kati yangu mimi na Mark ulifunguliwa. Alinionyesha nini maana ya mapenzi yule jamaa. Tuliendelea kubaki pale hotelini kwa takriban wiki nzima tukiwa tunafurahia mapenzi yetu. Siku zote hizo mama mkubwa wangu alikuwa anajua niko chuoni naendelea na mitihani. Kumbe mimi mwenzie niko zangu hoteli na liwa tu. Na baada ya 1 wiki tuliweza kurudi nyumbani. Kila mmoja alikuwa deep in love. Siku tuliweza kurudi, sikuona shida kumuonesha Mark sehemu nilipohamiaga. Chezi ya kupenda wewe. Nakumbuka nilihama kwa kumkimbia yeye, lakini mwisho wa siku nikampeleka mimi mwenyewe akapaone sehemu nilikohamia. Mzee baba alinipeleka mpaka nyumbani. Ilikuwa ni usiku na nilikuwa naogopa mama mkubwa asije akashtukia. Mark alinishusha nje ya nyumba. Akanisaidia pale kushusha mizigo, alinunulia vitu vingi sana vya kuja navyo nyumbani. Niliingiza vitu ndani tukaagana pale, Mark huyo akaondoka zake. Angalau sasa moyo wake ulikuwa na amani na sura yake ilijaa nuru, tabasamu kama lote. Ndio hivyo bwana, nampenda na ninataka awe na furaha siku zote. Baada ya Mark kuondoka niliingiza mizigo ndani. Huko ndani nilipokelewa na bonge la shangwe kutoka kwa mdogo wangu Priya. Aliniambia, dada, leo Mark ana furaha sana. Nilikuwa nawachungulia dirishani. Dada, hebu nisimulie kilichotokea huko safarini. Mbona mmerudi na furaha kiasi hiko? Priya alitaka nimsimulie kilichokuwa kimetokea huko safarini. Nilimpa kwanza zawadi zake, yeye na Amaya walifurahi sana. Nilimwambia Priya, kwa sasa mimi na Mark tunapendana tena sana. Shida ni wazazi tu. Priya kaniambia, dada, wazazi wakiona msimamo wenu watalainika tu. Nikamwambia huenda, lakini sina uhakika kama mama mkubwa atalainika kwenye hili swala. Wakati tunazungumza mimi na Priya, ghafla mama mkubwa aliingia kule chumbani. Ndio alikuwa amerudi kutoka kazini. Alinikuta mimi pale na Priya tunapiga zetu story, tukamsalimia, akaitikia vizuri, akaniuliza, msomi wetu umerudi? Nikamwambia ndio. Mama mkubwa alikaa pale chumbani, akaanza kuangalia vile vitu nilivyokuwa nimerudi navyo. Alianza kama kunitilia mashaka zile zawadi nilizokuwa nimerudi nazo, ndo ambazo nahisi zilimpa wasiwasi. Mimi nilimgawia mama mkubwa zawadi zake, akazipokea, akaziangalia sana na kisha akaniuliza, zimetoka wapi zawadi? Wewe ulikuwa uko chuoni au unasema ulienda? Nikamwambia, mama, jamani, hizo zawadi mimi nimepewa boom chuoni, nikaona okay niwafanyie shopping niwafurahishe kidogo, kwani kuna kosa mama mkubwa, kuna shida hapo? Mama aliposikia habari za boom akashusha pressure. Akasema, hapo sawa mwanangu. Asante sana. Hebu jiandae sasa, kesho tunamkia mahakamani. Sina amani mpaka utakapo achana yule ibilisi yule.
Da, nyie. Mama huyu mkubwa angejua ninavyompenda huyo mwanaume anayemuita Ibilisi. Nilimuitikia tu sawa mama, hakuna shida. Mama aliniomba nisije nikaenda kumgeuka huko mahakamani. Na aliniambia nikifika huko niweke msimamo mmoja tu kwamba nahitaji talaka. Nikamwambia kuna shida mama. Basi tukalala hiyo siku ikapita. Siku iliyofuata asubuhi tulijiandaa mimi na mama mkubwa tukawahi huko wapi mahakamani. Tulifika mapema hata kabla ya Mark. Tulikaa nje tukawa tunamsubiria Mark afike na baada ya muda Mark alifika pale mahakamani akapaki pale gari akashuka. Viongozi wa mahakamani nao tayari walikuwa wameshafika. Tuliingia ndani kwenda kwa ajili ya kusikiliza kesi yetu. Mimi na Mark tulikwenda tukakaa sehemu moja kwa mahaba mazito. Kila mmoja kwanza alikuwa anatuangalia kwa mshangao mno. Wakili wa kesi yetu alitikisa kichwa kwa mshangao akatuliza, "Nyinyi ndio mmekuja kutalakiana?" Mimi na Mark tukaangalia na tukakaa kimya. Kwa vile mimi ndo nilikuwa nimefungua kesi ya madai ya talaka, ilibidi nianze pale kujua kwanza. Niliulizwa pale sababu ilionifanya nitake talaka. Jamani, nilibaki nimekodoa macho tu. Mark aliomba kuongea karuhusiwa. Akawaambia wale viongozi wa mahakama ya kwamba mimi na mke wangu tunapendana sana. Mapenzi yetu yamezungukwa na watu wabaya. Hao ndo watu wanaoshinikiza hii ndoa ivunjike, lakini sisi wawili hatuna mpango wa kuivunja ndoa yetu. Nampenda sana mke wangu naye ananipenda pia. Mimi na mke wangu tulikuwa tuna tofauti ndogo tu, lakini tayari tumeshaweka sawa na ndoa yetu bado inaendelea. Baada ya Mark kuzungumza hayo, unajua watu wote walitazamana na kuanza kunong'ona. Si nilikwambia hao watu wanapendana hawa. Hata ukiangalia tu utajua mapenzi walionayo mioyoni mwao. Kabisa kabisa. Tofauti katika ndoa ni vitu vya kawaida. Kama wao wameshamalizana tofauti zao, sisi hatuna haja ya kuwatenganisha watu hawa. Kwa minong'ono ikaendelea pale. Viongozi wa mahakama baada ya kunong'onezana kwa muda, walifikiana watupe pale muda wa miezi 6 tukaendelea kuishi. Hiyo miezi ikishaisha turudi tena mahakamani kutoa tamko la mwisho. Kama bado tunahitaji kutalakiana, basi mahakama itaamuru ndoa ivunjwe, lakini kama tutaafikiana kubaki kwenye ndoa, basi kesi ya talaka itafungwa. Hayo ndo majibu yaliweza kutolewa na mahakama. Koti iliondoka zetu pale tukarudi nyumbani. Mama mkubwa aliniambia hiyo miezi 6 yote nitakaa nyumbani mpaka iishe turudi mahakamani kwa ajili ya kuchukua talaka. Bado msimamo wake mama mkubwa ulikuwa ni ule ule, ni lazima niachane na Mark. Mapenzi ya siri baina yangu na Mark yaliendelea. Mama mkubwa hakuweza kunizuia kwenda kufanya kazi ofisini kwa Mark kwa sababu pesa ya kuilipa kampuni milioni 500 ili niache kazi hakuwa nayo. Kwa Mark aliendelea kunipenda na kunionyesha mapenzi ya kweli nye. Shopping za kila weekend, out za kila siku, hayo ndio ilikuwa mambo yetu jamani. Siku moja usiku mama mkubwa alirudi nyumbani. Lakini mama mkubwa alirudi akiwa mwenye furaha sana. Alinifuata chumbani kwangu akaniambia, "Mila, leo nimekuja na habari njema sana mwanangu." Kwa sababu mimi nilishangaa kumuona mama mkubwa katika hali ya furaha kiasi kile. Nikawaza huenda labda ameamua kuweza kukubali mahusiano yangu mimi na nani? Na Mark. Mama mkubwa akaniambia, "Nimepata suluhisho la matatizo yako yote mwanangu." Nikamsogelea mama mkubwa, nikamwambia, "Mama, nilijua tu lazima utakuja kuyakubali mahusiano haya. Hatimaye leo umeungana na mimi." Mama mkubwa kwanza alinikumbatia kwa furaha akaniuliza, "Kumbe na wewe ulikuwa unayejua haya mambo Mbona ukuniambia mwanangu?" Mama alivyoniambia vile nikashtuka. Nikajua kabisa huyu hamuongelei Mark. Ana mambo yake mengine huyu. Ilibidi nimuulize ni mambo gani yalikuwa unayoongelea mama. Mama mkubwa akasema, "Nimempata kijana msomi tajiri atakayelipa gharama zote kwenye kampuni ya Mark ili ubaki kwa huru mwanangu. Hautaenda tena kufanya kazi kwenye kampuni ya Mark." What? Mama mkubwa akaniambia, "Unashtuka nini mwanangu? Hizi habari ni za kufurahisha. Huyu kijana kwanza ni mstaarabu, mwenye heshima, mcha Mungu, kutoka katika familia kitajiri, yeye na familia yake yote wanakutaka wewe uelewe na kijana huyu. Hautosumbuka tena mwanangu kufanywa mikazi sijui ofisini na huyo ibilisi Mark. Manyanyaso yake kwako yamepata matatu mwanangu." Hivi mama mkubwa nini unaongea wewe? Mbona sikuelewi? Mama mkubwa pale nisogelea akaniambia, "Utanielewa tu mwanangu. Kesho huyo kijana atakuja kuonana na wewe, mzungumze." Nikamwambia, "Mama, nani amkwambia mimi nataka mwanaume?" "Mwanangu mimi najua wewe unahitaji mwanaume mzuri mwenye pesa atakayeweza kukukomboa kwa huyo ibilisi Mark." Nilichukia sana limeongeza mama mkubwa. Nikajikuta tu namfokea mama mkubwa kwa hasira, nikamuuliza, "Ni nani amekuruhusu muite mume wangu ibilisi?" Mama mkubwa alishangaa akasema, "Mume wako? Hivi mimi kumbe siku zote nahangaika nikutoe kwa huyo shetani huko. Kumbe wewe ndo umemngangania Mark? Mila, hivyo umechanganyikiwa." Hapo mama mkubwa anaongea hivyo akaniwasha bonge mkibao ili anizindue kutoka usingizini, maana alinihisi kwamba huenda labda akili yangu iko usingizini.
Alinikata kibao kikali sana mpaka machozi yalinitoka. Mama mkubwa kaniuliza, hivi Mila wewe ni wa kunifokea mimi? Sasa kati yetu mimi na wewe tutajua aliyemtangulia mwenzie kuja kwenye hii dunia nani. Mama aliniambia kwamba huyo jengili wako Mark sitaki kumsikia, na huyo kijana niliyekwambia ndiye atakayekuwa wewe. Kwa hapa mama aliniambia nisubirie tu hiyo miezi ipite, Mark anipe talaka yangu nifunge ndoa na huyo kijana mwingine. Jamani, niliendelea kushangaa hii ni kitu gani tena? Mungu wangu. Mama aliondoka kule nyumbani kwangu, akaniacha maagizo ya kwamba kesho hataki kuniona naenda ofisini kwa Mark. Aliniambia nitabaki nyumbani nimsubirie huyo kijana anakuja ili tufahamiane. Nimwambie kuhusu hilo deni la kampuni akalipie ili niache kazi kwenye kampuni ya Mark. Nilichanganyikiwa. Usiku mzima nilikuwa najiuliza hivi itakuwaje na huyo kijana wa kunioa mama mkubwa akamtolea wapi? Niliwaza wewe sikupata majibu. Kulipokucha asubuhi mama mkubwa akanifuata chumbani kwangu. Akaniambia nijiandae twende sokoni tukanunue mahitaji tuje kuandaa chakula cha wageni, maana huyo kijana muoaji niliambiwa atakuja na familia yake. Kwa tulitoka tukaenda mpaka sokoni. Tukanunua vya kununua tukarudi nyumbani kwa ajili ya kupika. Tulianza kupika saa 5. Kufika saa 8 tukatumeshamaliza kila kitu. Nikaelekea chumbani kwa ajili ya kwenda kuoga. Muda wote simu nilikuwa nimeizima, maana nilijua maswali ya kwa nini hujaja kazini atakuwa ni mengi sana kutoka kwa Mark. Nilioga nikamaliza, wakati navaa alikuja Priya, akaniambia dada unaitwa na shemeji Mark yuko nje. Nikasema Mungu wangu. Nje ya wapi? Mama mkubwa hajamuona. Unajua nilikurupuka haraka mpaka nje. Nikamkuta Mark yuko pale. Nikamwambia Mark, umfuata nini hapa? Mama mkubwa akikuona utaniletea shida Mark. Naomba uondoke please. Hapo nilikuwa naongea kwa sauti ya chini kumuomba Mark aondoke ili mama mkubwa asije akafanya akasikia. Mark akaniambia Mila, wewe ni mke wangu. Sijali nani ataniona nani hatuniona. Mimi hapa nimekufuata wewe. Nimekupigia simu sana upatikani. Nilikuwa na wasiwasi juu yako na kwa nini hujaja kazini leo? Yaani huyu nikamwambia taratibu, mama mkubwa akikusikia itakuwa balaa. Wakati niko pale nje na Mark, ghafla kwa mbali nikaona zinakuja gari 3 zimeongozana. Mama yangu mtume, nifanye nini mimi? Kucheki ndani mama mkubwa hayupo, yuko chumbani kwake anaoga. Ilibidi nimtoe Mark pale nje. Maana kuondoka Mark hataki mpaka ajue ni kwa nini sijaenda kazini na kwa nini nimezima simu. Nilimvuta kimya mpaka chumbani kwangu. Nikafunga pale mlango. Wakati tuko chumbani natetemeka sijui atanifanya nini, ghafla nilimsikia mama mkubwa ananiita. Niende nje nikapokea wageni wameshafika. Sasa Mark alishangaa, wageni? Jamaa huyu Mark aligundua hapa kuna kitu kinaendelea. Nimezima simu toka asubuhi, sijaenda kazini. Akahisi hapa kuna picha linaendelea. Sasa wakati nataka kufungua mlango nitoke, Mark akanizuia. Akaniambia uende popote mpaka uniambie nini kinachoendelea. Mungu wangu. Bwana patamu hapo. Hebu njoo bwana nikupe mzigo fast umalize. Acha mambo ya kusubiri YouTube inachelewa inapita mpaka wiki mbili. Njoo uchukue sasa hivi umalize, usilale na deni. Njoo hasa hapo kwa namba yangu hiyo nimekuweka kwenye comment. Uchukue sehemu ya mwisho ya huu mzigo mtamu wa kuitwa Binti Mila. Tujue nini kilichoendelea, lakini pia tupate kuufahamu ukweli. Huyu mtoto wa Mila baba yake halisi ni nani? Majibu yote tutakuja kuyapata kwenye sehemu ya 6. Mimi naitwa Uncle J na nikukumbusha tu sehemu ya 6 itakuja YouTube lakini kwa kuchelewa. Kwa hiyo njoo faster bwana, WhatsApp kwenye WhatsApp yangu ni text pale Uncle naomba Binti Mila sehemu ya mwisho na kupa mzigo faster tu. Njoo bwana ni support mtu. Unasubiri nini? Njoo bwana, usisubiri bwana.